Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, niendelee kukupasha na kukufahamisha kuhusu yale ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu la Tanzania, lakini pia tutaweza kufanya uchambuzi wa kina ili kupata kuelewa kiundani kwamba yanayotokea yana maana gani na yanaonyesha nini katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, kuhusu kutekwa na kuuawa kwa mfanyabiashara huyu wa mkoa wa Arusha ambaye aliuawa na kuweza kutupwa katika eneo la Kondoa. Polisi wameweza kutoa taarifa yao kuhusu tukio la bwana huyu kuweza kufariki dunia. Na taarifa ya polisi, msikilizaji, imeweza kusoma hivi: Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema linaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio la mtu mmoja aitwaye Abdilla Mussa maarufu kwa jina la Banjo ambaye alifariki dunia huko katika wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Akitoa taarifa hiyo leo, kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi polisi wa SACP Justin Masenjo amesema kuwa jeshi hilo lilipokea taarifa kuhusiana na kupotea kwa mtu huyo Februari tarehe 13 mwaka 2026 ambaye inaelezwa alipotea kuanzia Februari 12 mwaka 2026. Kamanda Masenjo amebainisha kuwa wakati wakiendelea na uchunguzi, Februari 19 mwaka 2026 walipokea taarifa ya mtu huyo kuwa amefariki dunia huko mkoani Dodoma. Aidha, amebainisha kuwa pamoja na taarifa ambazo wamezikusanya na wanazoendelea kuzikusanya, ametoa wito kuwa mtu yeyote mwenye taarifa ambazo zinaweza kusaidia kufanikisha uchunguzi huu asisite kuzitoa, kwani watazipokea na kuzifanyia kazi kwa haraka. Msikilizaji, ndiyo taarifa ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi kuhusu kisa hiki cha kutekwa na kuweza kuuawa kwa mwanabiashara huyu wa Arusha. Na jeshi la polisi limesema kwamba limepata ripoti na wamepata taarifa ya kutekwa na kuuawa kwa bwana huyu. Msikilizaji, kuna mwanaharakati ambaye anaitwa Mange Kimambi ambaye pia ameweza kuzungumzia kisa chake na akasema kwamba aliweza kutangamana na mtu aliyeweza kushuhudia wakati mwanabiashara huyu anasababishiwa mauaji katika eneo hilo la Kondoa. Kusema ukweli, I feel so bad kuhusu issue ya huyu jamaa. I feel like I could have done something. Kwa sababu nimeletewa hii habari dakika 5 baada ya tukio kufanyika. I feel like ningechukulia habari serious nikaposti pale pale, Mhita asingemuua. Yaani wangeogopa kwamba yani kwa sababu ningemtaja pale pale wasingemuua. Lakini yani na hii inatokana na kwamba sometimes kuna watu wanakujaga, yani uko watu wa machawa wao wanakujaga kunipa information ambazo ni wrong ili tu nizilete ili nisiaminike tena. So uwaga niko yani mtu akiniletea habari yani nakuwa na wasiwasi sana kuruka nayo mpaka nifanyie kazi mpaka nini. But yani I feel like this time huyu jamaa Arusha kama ningeruka. Na sasa kulingana na Mange Kimambi, bwana huyu amepata kumsimulia kuhusu kile alichoweza kukishuhudia pale na akaweza kumchorea picha kuhusu yalivyotokea mauti ama ilivyotokea kuuawa kwa bwana huyu
Musa ambaye ni mwanabiashara wa mkoa wa Arusha. Na kulingana na Mange Kimambi, msikilizaji, amesema kwamba OCCID wa Arusha alikuwepo katika eneo la tukio na kwamba yeye aliweza kuprovide security kwa wale ambao waliweza kumsababishia bwana yule mauaji. Shahidi alikuwa anatokea Manispaa, ndio akitokea upande wa hiyo roundabout ya Matumbo akiwa anaelekea BOT. Alipofika jengo la Ngorongoro ndio aliposikia zile kelele, na the rest of the details ndio nimewapa. So in total kulikuwa kuna watu 5 including us dereva waliofanya hilo tukio. OCCID yeye alibaki upande wa pili, alikuwa amesimama pembeni ya geti la BOT wanapoingizia hela, ndio alipokuwa amesimama OCCID ana monitor ile situation. Kwa hivyo bwana huyu alikuwepo pale na alihakikisha kwamba bwana yule aliuawa chini ya usalama wake OCCID wa Arusha. Kulingana na Mange Kimambi, msikilizaji, kama nitakavyoweza kukuchezea video moja pale ukaweza kusikiliza, amekiri kwamba OCCID wa eneo hili la Arusha alikuwepo katika eneo la tukio na kwamba aliweza kutoa ulinzi kwa wale ambao walikuwa wanatekeleza yale mauaji. Msikilizaji, ikiwa ni kweli kuhusu taarifa hizi alizoweza kuzitoa Mange Kimambi, inamaanisha msikilizaji, serikali ya nchi ya Tanzania imeamua kwamba utakapokuwa unazungumza kinyume ama unatoa ufadhili kwa watu ambao wanapinga sera za kiserikali, basi haya ndio yanakukumba. Na bila shaka msikilizaji, ni huzuni mkubwa sana kupata kuelewa kwamba viongozi, kando na kuwalinda wananchi na kuweza kuprovide security ya kutosha kwa wananchi, wanaweza kuyasababisha haya. Kwa sababu msikilizaji, Mange anasema kwamba ametumiwa taarifa na bwana aliyekuwa katika eneo lile ambaye alikuwa anapita katika eneo la Ngorongoro baada ya kusikia makelele. Baada ya kusikia makelele yakitokea sehemu ambayo amesema kwamba kulikuwa na ukuta, akataka kujua kwamba kinaendelea kipi. Kwa hivyo akaweza kuona magari mawili, moja jeupe, lingine la silver, na watu wakaweza kushuka kutoka pale ndani, ambao pia walielekea kumsababishia bwana huyu kifo hicho. Lakini pia kati ya watu hao waliweza kushuka kwenye gari hili alikuwepo huyu OCCID wa Arusha, lakini alisimama sehemu ya barabara kwa maana ya kuonekana kwamba alikuwa anawapatia ulinzi waliokuwa wanatekeleza yale maovu ama walikuwa wanatekeleza yale mauaji kwa bwana yule pale. Na bwana huyu alisimama katika sehemu ya barabara akashuhudia kinachotokea. Baada ya kusikia bwana huyu Banjo akipiga kelele za kuhitaji msaada, lakini asingeweza kumpatia msaada huo, na ilichukua masaa machache bwana yule kusababishiwa maafa. Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi
Nakukaribisheni, endeleeni kutia subscription na kuendelea kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kuzipata taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Gulton. Endelea kufuatilia, endelea kuwa nasi.